Salaam nchini Tanzania unakuwa kwa kasi na idadi ya watu inaendelea kuongezeka sambamba na idadi ya watumiaji wa vifaa vya umeme. Siku hizi vifaa vya umeme vilivyotumika au hata kuisha muda wake kama vile simu, tarakilishi vinauzwa licha ya madhara makubwa katika mazingira na afya. Je, wanaouza vifaa hivyo wanafahamu madhara hatari yanayokabiliana ama yanayokuja nayo? Mwanahabari Rajab Hassan ana taarifa kwa kina kutoka jijini Dar es Salaam. Hapa ni Kariakoo. Kipi utakitaka na ukikose? Alama hii ni ya tahadhari, maana kifaa cha umeme kina namna yake ya kuhifadhiwa baada ya kuisha muda wake, na vifaa vyote unavyoviona hapa vimetumika tayari au vina kasoro. Lakini vifaa hivi ndio biashara tegemezi kwa Hamisi Hussein na vijana wengine wa mji huu. Hamisi ananieleza anapata ujira mnono kupitia biashara hii ya vifaa chakavu vya umeme. Yaani ukiamka vizuri unajikuta unapata kipato cha shilingi 60,000, 70,000 kwa siku, hadi 100,000 unaweza ukapata. Wataalamu wanasisitiza kutunzwa hadi kuteketezwa kwa vifaa hivi kwa uangalizi wa hali ya juu, kwani vimeundwa kwa madini hatari na sumu za kudhuru afya na mazingira. Kutokuwa na sehemu maalum ya kutupa hivi vitu, cha kwanza kabisa naona ni uharibifu wa udongo. Unajua vile vifaa vinakuwa ni combination ya chemicals mbalimbali. Sasa kile kitu kinapokuwa kimetupwa kwenye udongo, kwanza kabisa huwa kiozi kwa haraka, kinaweza ikachukua labda miaka takriban 100 na zaidi. Kwa madhara yanakuwa ni mengi sana kwa sababu hivi vitu ni vingi, vinatumika kwa wingi, vinaharibika kwa wingi, lakini havina management wapi vinatakiwa kutupwa zaidi. Tukirudi Kariakoo kwa Hamisi, yeye anasema hana hili wala lile juu ya vifaa anavyoviuza. Hajawahi kutokea mtu hapa kuja kutuelekeza ya kwamba vitu hivi vinatumika hivi, vitu hivi vina madhara hii. Hakuna mtu ambaye tushawahi kumwona hapa akija kutuambia kuhusu swala hilo. Kama hakuna hatua madhubuti za kuteketeza vifaa hivi vya umeme, basi mazingira na afya za Watanzania zima shakani. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam.